Nyumba ya mgombea urais wa NUP Robert Kyagulanyi maarufu kama Bobi Wine iripotiwa kuwa imezingirwa kwa mujibu wa maofisa wa NUP. Nyumba ya Bobi Wine imezingirwa tangu jana jioni. Hawezi kuwasiliana na mawakala wake wa uchaguzi. Iwapo amefanya kosa, anapaswa kushtakiwa, kufikishwa mahakamani na utaratibu wa kesi uanze kulingana na sheria. Nyumba yake haijarasimishwa kuwa ni kizuizi, anasema mweka hazina wa NUP Benjamin Katana. Hata hivyo, msemaji wa jeshi la polisi nchini Uganda, Kituma Rosoke, amewaambia waandishi wa habari kuwa hana ufahamu kuwa Kyagulanyi amezuiwa kama inavyodaiwa na chama chake. Mnamo mwaka 2021 katika uchaguzi mkuu nchini Uganda, Bobi Wine alishikiliwa na majeshi nyumbani kwake. Aliibuka wa pili na kura 35%. Ni hatua hiyo ambayo Marekani waliikemea, wakitaja uchaguzi haukuwa wa haki na wazi, dai ambalo mamlaka za Uganda zilikanusha. Haya yanajiri huku matokeo ya uchaguzi mkuu yakiendelea kutangazwa na tume ya uchaguzi ya Uganda, ikimwonyesha Museveni anaongoza kwa 76% ya kura zilizohesabiwa kutoka vituo vya kupigia kura 22,758. Kwa mujibu wa matokeo ya awali yaliyotangazwa mapema leo, Robert Kyagulanyi alimaarufu Bobi Wine anamfuata kwa nyuma na kura 312,047 zikiwa ni 19.85% za kura zilizohesabiwa. Matukio ya masanduku kujazwa kura yameripotiwa kila mahali, alidai mgombea urais wa chama cha upinzani cha NUP Sentam Robert Kyagulanyi maarufu kama Bobi Wine katika ujumbe alioweka kwenye mtandao wa kijamii bila kutoa uthibitisho wa madai hayo. Mamlaka inayosimamia uchaguzi huo haijatoa kauli yoyote kuhusu madai ya udanganyifu katika uchaguzi huo, wala madai ya Bobi Wine kwamba mawakala wengi wa wapiga kura na wasimamizi wa chama chake cha NUP walitekwa nyara na wengine kufukuzwa katika vituo vya kupigia kura. Wakati huo huo, mweka hazina wa chama hicho Benjamin Katana pia amekosoa tume ya uchaguzi EC kwa kutangaza matokeo bila kueleza vituo vya kupigia kura ni vipi vilivyowasilisha matokeo hayo. Matokeo rasmi ya uchaguzi wa urais nchini Uganda yatatangazwa Jumamosi hii ya tarehe 17 Januari mwaka 2026. Mtazamaji, ni yapi maoni yako kuhusiana na taarifa hii? Andika maoni yako katika sehemu ya ujumbe hapo chini. Like na subscribe pia ili wewe wa kwanza kupata habari wa chungu tele. Hii ni Focus News. Jina langu ni Deo Kaji Makomba.